wa Bamburi katika jiji hili la Mombasa ili kuweza kukuletea habari za moja kwa moja kuhusu matukio yanayojiri hivi sasa, ikiwa ni kwamba shimo lililoweza kuporomoka hapo jana limeweza kufika maeneo haya. Shimo ambalo liliweza kuporomoka hapo jana likiweza kwamba kufukia watu walioweza kuwa pale katika video ambayo watu walikuwa wanatazama, wakiweza kutazama mpira, wakiweza kujivinjari katika maeneo hale. Shimo la choo likaweza kuporomoka na kusababisha maafa ambayo hatujaweza kujua ni takriban watu wangapi waliweza kudidimia pale ndani ya shimo lile. Kama unavyoona kwa sasa, shughuli inayoendelea ni shughuli ya ubomozi wa majumba yaliyo karibu na eneo hilo la tukio, ili kuweza kuipa nafasi hatua nyingine ya kuweza kujaribu kuopoa wale walioingia katika shimo lile. Hii ni kwa sababu ya kwamba wale watu waliokuwa pale na nyumba ambazo ziko katika maeneo haya ni nyumba ambazo zimeweza kusongamana. Kwa hivyo imefanya kwamba shughuli hii gari haziwezi basi kuingia ndani ili kwenda kujaribu kufanya uopozi katika maeneo yale. Ikabidi nyumba ziweze kubomolewa, shughuli iweze kuanzia hapa kisha ndio waweze kufika mahali kule ndani. Matukio yanayojiri kwa sasa yakionyesha kwamba watu walioko ndani ya majumba haya bado wamesongamana ndani ya nyumba zao. Hatuweza kuelewa kufikia sasa, je, ni yapi yanayotokea na kwa nini hawajaweza kufuata amri ya kuweza kuondoka katika manyumba yao ili kuweza kuhakikisha kwamba shughuli hii yote inafanywa bila maafa yoyote. Kama unavyoona mtazamaji wetu kwamba shughuli, watu wakiwa katika maeneo haya wanajaribu kuelezea wale wanaofanya ubomozi huu kwamba kuna watu ndani ya majumba hayo, kuna watu ndani ya nyumba ambao hawajaweza kutoka, lakini hatujaweza kuhakikisha kwa sawa kwamba ni akina nani hawa wako ndani, na je, kwa nini hawajaweza kufuata amri ya serikali ya kaunti waweze kuondoka ili kuweza kurahisisha shughuli yote ya kuweza kuopoa wale ambao walianguka ndani ya shimo lile. Kumbuka mtazamaji wetu kwamba shughuli ile ya kubomoka ama kuporomoka kwa shimo lile lilitokea jana, ikiwa ni siku masaa au mida ya jioni. Shimo hili liliweza kuporomoka na kuhakikisha kwamba kwa picha zinazokujia kwa sasa ni picha ambazo zinakuletea matukio ya moja kwa moja kutoka maeneo haya ya Bamburi. Kama nilivyokuwa nakueleza pale awali, ni tukio ambalo liliweza kutokea jana mida ya jioni, watu wakitazama mpira na basi shimo likaweza kuporomoka, shimo la choo. Hapa niko na mkaazi mmoja wanaoishi hapa ambaye ni mzee wa mtaa katika eneo hili la Bamburi. Tuweze kumsikiliza, je, ana yapi ya kutuambia kuhusu shughuli yote kuanzia jana mpaka kufikia sasa. Kwa majina mimi naitwa Said Salim Okutanga ama Moreno Campo. Mimi ndio mzee wa mtaa wa area. Jana nilipofika muda kama saa 11 kasoro, watu walikuwa wanaangalia mpira kweli kwenye video. Kwa bahati mbaya magafla moto ukazima. Watu walipotoka nje kuchukua muda, ndio ile shimo likaporomoka, likapata kama takriban vijana 3 ama 4 ambao kwamba walikuwa wamebaki pale ndani. Lakini kama ile shimo liliporomoka wakati mpira unaendelea, basi tungepata takriban vijana 20 ama 30 wangekuwa ndani ya lile shimo. Na hili shimo ni la zamani. Sisi mwaka 80 ilikuwa tukicheza boli pale, hayo mashimo ilikuwa tukiyaona. Sasa ile mashimo yalikuja yakasauliwa, yakafinikwa kabisa, watu wakawa wajui kama kuna mashimo. Na ndio maana watu walipojenga ile video cafe, hilo shimo la zamani liko hapo ndani. Kwa bahati mbaya jana ndio lika collapse. Kwa hivyo mpaka sasa hivi jana wetu wako ndani, isipokuwa tunatoa rambirambi ama tunatoa mwongozo fulani kwa county government ama sisitizo ya kwamba wanunue vifaa vya kileo. Maana kama county government vifaa vya kileo, tangu jana ingekuwa watu wameokolewa. Lakini pia vile tunashukuru kwa jitihada ambayo yafanywa ili vijana wetu wapatikane. Afadhali tuwapate tuwazike kuliko akopotee katika lile shimo. Na tunashukuru pia wanahabari walio respond haraka wakafika maeneo haya na kutunukuu maneno yetu na kuyarusha hewani. Tunashukuru sana.
Na niweze tu kukuuliza, je, eneo lile lilikuwa limeweza kuonyesha dalili ya kuweza kwamba kunaweza kuporomoka pale au imekuwa tu ni shughuli ya maji? Halikuonyesha kwamba pana shimo wala pana dalili ya shimo, isipokuwa kama alivyotangulia kuzungumza, haya mashimo ni ya zamani mpaka yamesaulika kabisa. Kwa hivyo liliporomoka ghafla pasi na watu kufahamu, ilikuwa kama ajali. Na wewe kama mzee wa mtaa wa eneo hili, je, mmeweza kutahadharisha wakaaji wa eneo hili waweze kuwa makini wakati wanapokaribia maeneo kama hayo? Kutoka mambo yafanyike, tumejaribu kueleza kina mama, kina baba, tutahadhari na mashimo. Hata kama shimo waliona ni zima, usiruhusu mtoto ama wewe mwenyewe kupanda juu ya shimo lile, kwa sababu mashimo mengi yamejengwa kutumia mikoko na simiti. Kwa hivyo huenda kila saa ile simiti inazeeka na mkoko unazeeka, kwa hivyo mara moja inaweza collapse. Kwa hivyo tumewapa tahadhari sana. Naam, shukran sana mzee wa mtaa katika maeneo haya akiweza kutueleza jinsi matukio yalivyoweza kutokea kuanzia pale jana mpaka kufikia sasa, na kama tunavyozidi kukuripotia mtazamaji wetu ni kwamba tuko katika eneo la tukio ambayo shughuli inayoendelea kwa sasa ni shughuli ya kuweza kubomoa nyumba zilizoko kando au karibu na tukio lile ambalo watu wale waliweza kuporomokewa na wakaweza kuingia ndani ili gari za kaunti na shughuli yote ya uopoaji iweze kufika na kuweza kuopolewa. Mpaka kufikia sasa wale ambao waliingia katika lile shimo bado hajaweza kuopolewa, lakini ni matumaini yetu na ni dua yetu kwamba shughuli yote itakamilika salama salimini. Kando yangu namuona kuna mmoja mwingine hapa, pengine tutaweza kupata maoni yake mawili matatu kuhusiana na shughuli yote hii. Mimi nashukuru sana madam kwa hiyo shughuli iliyokuwa. Nashukuru sana kwa manispaa kuja kutendelezea. Tunataka tu tuanze zetu wanatolewa bibi kubwa, watolewe tuwaone kama tuwazika wenyewe, tutashukuru sana mamangu. Je, unaweza kuwa una ufahamu wa wale ambao waliweza kuanguka katika shimo lile? Mmoja ndio anafahamu aitwa Abdalla Aziz. Huyo ndio namjua. Au mwingine simjui, lakini Abdalla namjua kwa nini kijana hapa mtaani, huwa niko naye kila siku pale bibi. Umetumwa kwa huyo mwingine ndio sijamjua vizuri. Kwa hivyo mimi sina ufahamu mwingine nani, lakini Abdalla Aziz namjua zaidi. Maki daily niko naye hapa. Sawa, poleni sana kwa yale ambayo yameweza kuwasibu, na tunaomba Mungu shughuli yote itaweza kukamilika kwa wepesi na wale ambao walioko ndani wataweza kupatikana ili shughuli ziweze kuendelea kama ifuatavyo. Mtazamaji wetu, bado tunafuata na picha za hapa. Kando yangu pia nimeweza kumpata mzee wa mtaa mwingine, ataweza kutuelezea mawili matatu kuhusiana na tukio hili. Haya, sisi hapa tunasikitika kwa hili jambo ambalo limetokea, ingawaje watu hapa wamekosa vifaa vile vya kutumika tangu jana kuweza kuokoa watu hawa, lakini sasa pia vile shughuli inavyoendelea tunaona tu kwamba tuna matumaini kwamba huenda tukafaulu, na tunaomba tufaulu inshallah. Na mtazamaji wetu, kama unavyosikia ni vurugu za aina yake na shughuli ya aina yake hapa katika eneo la Bamburi Mwisho, kuweza kuhakikisha kwamba wote walio katika maeneo haya wanamaliza salama na shughuli yote, ikiwa lengo mahsus ni kuweza kufanya uopozi wa wale ambao walioweza kuporomokewa na shimo lile la choo. Basi Anisa TV iko hapa kuhakikisha kwamba habari zote unazipata moja kwa moja kupitia runinga yetu hii, kuhakikisha kwamba yote yanayofika kuanzia mwanzo hadi tamati wa shughuli hii yote ambayo itakuwa ni kupatikana kwa wale ambao waliweza kuingia katika shimo haya. Bado tunazidi kufuatilia habari hizi mtazamaji wetu, kwa hivyo tutajaribu kutafuta familia ya waathirika ambao pengine utaweza kupata mawili matatu kuhusiana na yale ambayo yaliyojiri na ilikuwaje mpaka vijana wale wakaweza kupatikana katika maeneo hayo, hata ikiwa taa ama umeme ulikuwa umeshaweza kukatika. Mabamba jamaa sio watu hao. Wewe si utoke hapo wewe. Kidogo. Ngoja kidogo ili bamba. Unaona tarmisha watu.